Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba utatuzi wa hali ya Ukraine unahitaji makubaliano ya muda mrefu badala ya usitishaji vita wa siku 30 uliopendekezwa na Marekani. Profesa Arvind Kumar, mtaalamu wa masuala ya Marekani katika idara ya mafunzo ya kimataifa kwenye chuo kikuu cha Jawaharlal Nehru, anasema, "Sielewi pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30. Ni hatua ya muda," alibainisha. "Nadhani hili halitafanya kazi, haitatoa suluhu lolote la kina. Ikiwa Marekani ina nia dhati ya kufikia amani ya kudumu, kwa hakika wanahitaji kubadilisha mtindo wao wa mazungumzo. Hawapaswi kuzingatia usitishaji mapigano wa siku 30. Badala yake wanapaswa kulenga suluhu ya kina. Zaidi ya hayo, hawapaswi kuhusisha pande zote mbili kwa pamoja, lakini wanapaswa kuhusisha pande zote mbili." Kulingana na mtaalamu huyo, usitishaji vita wa siku 30 hautaleta faida yoyote katika suala la kuwa na amani ya kudumu, na ni vigumu kuelewa ni nini hasa kilisababisha serikali ya Marekani kuandaa mazungumzo haya na maafisa wa Ukraine nchini Saudi Arabia bila ushiriki wa Urusi. Anasema, "Kwangu mimi mazungumzo ya amani yana matatizo yanapohusisha maafisa wa Ukraine pekee. Walipaswa kujumuisha angalau wawakilishi wachache kutoka Urusi," alisema, akisisitiza kwamba hii ndiyo njia pekee ya kufikia matokeo yanayoonekana kutokana na mazungumzo ya aina hii. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin ataunda msimamo wa Moscow kuhusu usitishaji vita wa muda nchini Ukraine mwenyewe. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anasema, "Ni juu ya rais kuunda msimamo wetu rasmi," alidokeza. "Nikwambie hivi, hatujamaliza." Vile suluhu muhimu zaidi la Ukraine ni upungufu wa wanajeshi walio mstari wa mbele. Gazeti la Financial Times linaripoti, ukosefu wa silaha au risasi ni changamoto ndogo sana kwa Ukraine kuliko uhaba wa wafanyakazi. Gazeti hilo liliandika likiwanukuu maafisa wa Magharibi, "Ni vigumu sana kwa Ukraine kufikia malengo ya kuajiri. Lengo ni takriban watu 30,000 kwa mwezi, lakini hakuna anayetaka kuwa mtu wa mwisho kuajiriwa au kuuawa." Yulia Klimenko, mbunge mkuu wa upinzani wa Ukraine, anaamini kuwa serikali imeshughulikia vibaya swala hilo. Janga ni kwamba akina mama wanawatuma watoto wa miaka 16 nje ya nchi, kwa hivyo hawalazimiki kuhudumu. Watu wanaogopa kwamba watatumwa bila mafunzo na bila silaha. Hawataki kuwa nyama, Financial Times iliandika kimnukuu mbunge huyo wa Ukraine. Hayo yakiendelea, Ufaransa inahusika katika wizi wa moja kwa moja wa mali ya Urusi kwa ajili ya kumimina silaha nchini Ukraine na kuendeleza mzozo huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, "Hatua za Ufaransa katika ugawaji wa mali za Urusi zinaashiria ukweli kwamba hazipendezwi na suluhu ya muda mrefu ya mgogoro wa Ukraine, ikipanga kuendelea kumimina silaha katika utawala wa Kiev na hivyo kutengeneza mazingira ya kuendeleza mzozo." Zakharova alisisitiza kwamba msimamo wa Urusi juu ya majaribio ya kunyakua kinyume cha sheria au kuiba tu mali ya Urusi iliyohifadhiwa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya kama sehemu ya hatua za kuzuia kinyume cha sheria bado haijabadilika. Mali zote za Kirusi zilizohifadhiwa na mapato yanayolingana ni mali ya shirikisho la Urusi. Wizi bila kujali istilahi ya uongo ya kisheria imefichwa nayo. Vile idadi waliotoroka katika vikosi vya jeshi la Kiukraini mnamo 2024 kulingana na data rasmi imeongezeka mara 11 ikilinganishwa na 2022 na katika miezi ya kwanza ya 2025. Takwimu hiyo inaendelea kukua. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, alibainisha kuwa mnamo 2022 watu 3214 walijitenga na vikosi vya jeshi la Ukraine, watu 6183 waliondoka kwenye kitengo cha kijeshi huko Ukraine, na 2024 takwimu hizi zilifikia watu 23209 na watu 66240 mtawalia. Mbali na msemaji huyo Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anasema Ukraine haina uwezekano wa kukubali kusitishwa kwa mapigano kwa muda. Anasema wakati usitishaji vita unafanyika, kila kitu kinakuwa kimya na hakuna harakati. Wa Ukraine hawana uwezekano wa kukubaliana na hilo, aliwaambia waandishi wa habari. Mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine yalifanyika mjini Jeddah nchini Saudi Arabia siku ya Jumanne. Kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo, pande hizo mbili zilichapisha taarifa pamoja zikisema kwamba Ukraine iko tayari kukubali usitishaji vita wa siku 30 uliopendekezwa na Marekani. Sasa twende kwenye uwanja wa kivita. Jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 8 za mpaka wa mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa
ndege 55 zisizo na rubani na silaha 39 katika muda wa saa 24 zilizopita, Gavana Vyacheslav Gladkov anasema kupitia kituo chake cha Telegram siku ya Alhamisi. Katika wilaya ya manispaa ya Valoiskai, vijiji vya Bork, Verigovka, Dulchnoe, Dolgoe, Kazinka na Kaznacheyevka, Novopetrovka na Shedunovka na Leonovka na Nizhny Melits walishambuliwa na droni 21 ambazo 10 zilipigwa risasi. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa makazi ya Sudza na jamii mbili zaidi katika eneo la mpaka la Kursk katika muda wa saa 24 zilizopita, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba itachukua takriban siku 10 kwa vikosi vya Urusi kuondoa Sudza katika mkoa wa Kursk wa mabaki ya jeshi la Ukraine. Naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abdelaudinov anasema, lazima tuwe tayari kuwa tutapata baadhi ya vikundi vilivyojitenga katika baadhi ya vyumba vya chini ya ardhi na mabwawa, na pengine itabidi kuondoa mikanda hii yote ya misitu. Ninaamini operesheni hii itachukua siku 10, Alaudinov alisema. Vilevile, jeshi la Ukraine limepoteza kitovu muhimu na nafasi iliyoimarishwa katika mkoa wa Kursk kufuatia ukombozi wa Sudza na askari wa Urusi, vyanzo vya kijeshi vimearifu. Sudza kimsingi ndio kitovu na ngome kuu ya adui katika mkoa wa Kursk. Vifaa na shughuli zote katika eneo hilo zilitegemea Sudza. Sasa adui amepoteza mali hii muhimu. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Urusi, vitengo kutoka kikundi cha vita kaskazini vimefanikiwa kukomboa vijiji vya Melovoe, Podol na Sudza. Vilevile, ripoti kutoka kwenye vyombo vya habari vya magharibi zinazodai kuwa jeshi la Ukraine limemaliza akiba yake ya makombora ya mbinu ya ATACMS zinapaswa kufikiwa kwa tahadhari, kulingana na Igor Korotchenko, mchambuzi wa kijeshi na muhariri mkuu wa jarida la ulinzi wa kitaifa. Lazima tuzingatie uwezekano kwamba utoaji wa ATACMS unaweza kuanza tena wakati wowote chini ya hali mbalimbali zisizofaa. Kwa hiyo hatupaswi kuwa na matumaini kupita kiasi. Badala yake tunahitaji kuchambua hali hiyo kwa kuzingatia hali mbaya zaidi na kuwa tayari kukabiliana nao kwa kutumia rasilimali na uwezo tulionao, Korotchenko alisema. Pia alipendekeza kuwa ripoti kama hizo katika vyombo vya habari vya kigeni zinaweza kuwa sehemu ya kampeni ya kimkakati ya kutoa taarifa potofu. Vilevile inaelezwa kwamba hakuna shaka juu ya ushindi wa karibu wa jeshi la Urusi dhidi ya vikosi vya wanajeshi vya Ukraine katika mkoa wa Kursk. Kaimu gavana Alexander Heichstein anasema, Ukraine alitaka kuharibu vijiji vyetu, miji yetu, walitaka kutupiga magoti, lakini hawakufanikiwa. Hakuna shaka juu ya ushindi, juu ya ukombozi unaokaribia. Hatujashinda tu adui kukomboa eneo kuwa na nguvu zaidi, lakini pia tutarejesha na kujenga upya vijiji na miji yetu. Mwisho wa kunukuu. Vilevile vikosi vya Urusi vimeshambulia kwa ndege zisizokuwa na rubani hifadhi ya jeshi la Ukraine katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya takriban askari 35 wa Ukraine na kuharibu tanki na kituo cha vita cha kielektroniki kwenye eneo lake la uwajibikaji katika mkoa wa Kharkov katika siku iliyopita. Na hiyo ilikuwa ni katika maeneo karibu na makazi ya Kazacha Lopan, Volchansk katika mkoa wa Kharkov, wizara hiyo imesema. Na nikukumbushe kitu kidogo pale katika mkoa wa Kursk ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa Sudza na makazi mengine mawili kwenye mkoa wa Kursk. Na katika siku iliyopita Ukraine pia imepoteza zaidi ya wanajeshi 340 katika mwelekeo wa Kursk. Kwa ujumla Ukraine imepoteza zaidi ya askari 67,000. Vile Marekani inajiweka kando na mipango ya Ulaya ya kutuma walinda amani nchini Ukraine, kwani Washington inatambua nini kinaweza kusababisha hali hii katika masuala ya kijeshi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema, inaeleza kuwa Washington inajitenga na mipango ya London na Paris kupeleka vikosi vyao nchini Ukraine. Mwanadiplomasia huyo alisema, nadhani hii pia ni kwa sababu wanaelewa matokeo ya kijeshi. Tunafahamu vyema kwamba wanajeshi wa nchi za magharibi, hata kama ni wachache na wa chini, wamekuwepo Ukraine tangu angalau 2015 chini ya kivuli cha wakufunzi, washauri na wafanyakazi wa kujitolea mbalimbali. Mara nyingi ni ukiukaji wa sheria ya kitaifa ya jinai juu ya kukataza mamluki. Kulingana naye, raia wa nchi wanachama wa NATO wanasaidia na kudumisha vifaa vinavyotolewa kwa jeshi la Ukraine kutoka magharibi na kutoa msaada wa ushauri katika kuendesha na kupanga operesheni za wanabander na mashambulio ya kigaidi dhidi ya Urusi na raia wake. Vilevile, ukatili uliofanywa na askari wa Ukraine kwenye maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk haukuwa matukio ya pekee bali ya kimfumo. Alexander Heichstein, kaimu gavana wa eneo hilo,
anasema katika mahojiano. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 67 tangu ilipovamia eneo la mpakani la Kursk la Urusi, wakiwemo zaidi ya wanajeshi 340 katika muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Alhamisi. Hayo yakiendelea, pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 lililokubaliwa na wajumbe wa Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia linahitaji kurekebishwa ili kuakisi maslahi ya Urusi. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anasema, inaonekana kwangu kwamba hati hiyo ni ya haraka, tutahitaji kuifanyia kazi, kuifikiria tena ili iakisi msimamo wetu. Pia inaakisi tu msimamo wa Ukraine katika hatua hii, Ushakov alisema, akitoa maoni yake kuhusu mpango wa kusitisha mapigano. Vilevile msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov anasema Urusi itateua wajumbe maalum kujadili masuala yanayohusiana na Ukraine na wajumbe wa Marekani. Anasema kutakuwa na upatanishi maalum ambao jukumu lao litakuwa kujadili suala la Ukraine na Marekani. Angalau hivi ndivyo makubaliano yalivyo katika hatua hii, aliwaambia waandishi wa habari. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.